Hujambo na karibu katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share na mswahili mwingine banasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya leo tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea kati ya waasi wa AFC M23 wakiungwa mkono na nchi ya Rwanda, vile vile wakipambana na makundi au na jeshi la serikali, jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Karibu katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya leo, na vile vile tutakuunga na habari za kimataifa, na hapo tajua mengi yanayoendelea pande zote za dunia. Karibu katika taarifa yetu hii ya asubuhi ya leo, sauti yetu, habari zako. Hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya katika maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika muktadha wa vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Tukio jipya limeripotiwa katika mji wa Baraka ambako mwanajeshi mmoja wa jeshi la FARDC ameuawa na wananchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo na mashirika ya kiraia katika eneo hilo, tukio hilo limetokea jioni ya Jumatano baada ya mvutano kuzuka kati ya mwanajeshi huyo aliyekuwa akihudumu katika kikosi maalum kinachojulikana kama Gepard na raia mmoja wa kijana. Inaelezwa kuwa chanzo cha mgogoro huo ulikuwa ni hatua ya mwanajeshi huyo ambaye alijaribu kutumia silaha yake dhidi ya kijana huyo, jambo lililochochea hasira kwa wananchi waliokuwepo eneo hilo. Ndani ya muda mfupi, umati wa watu ulikusanyika na kuingilia kati, hali iliyosababisha mwanajeshi huyo kushambuliwa hadi kupoteza maisha. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa baada ya mauaji hayo, baadhi ya waandamanaji walichukua vifaa vya kijeshi vya marehemu kama vile ikiwemo sare pamoja na silaha yake. Tukio hilo limeibua maswali kuhusu nidhamu ya wanajeshi pamoja na uhusiano kati ya vikosi vya usalama na raia katika maeneo yenye migogoro. Hadi kufikia sasa, mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa matukio kama haya yanaweza kuongeza mvutano kati ya wananchi na vyombo vya dola, hasa katika maeneo ambayo tayari yanaathiriwa na vita. Wakazi wa Baraka wanaelezea hofu yao juu ya kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama, wakihofia uwezekano wa kulipiza kisasi au kuongezeka kwa operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Wito umetolewa kwa mamlaka husika kuchunguza kwa kina tukio hilo na kuchukua hatua stahiki ili kuepusha matukio kama hayo yasijirudie. Tukio hii inajiri wakati ambako juhudi za kurejesha amani katika ukanda wa Kivu zinaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa imani kati ya pande zinazohusika pamoja na mateso ya raia. Hadi kufikia sasa, hali katika mji wa Baraka inaelezwa kuwa bado ni ya wasiwasi, huku ulinzi ukiimarishwa katika baadhi ya maeneo nyeti. Kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo la Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimesababisha mafuriko makubwa baada ya mto wa Kalimabengi kufurika na kuingia katika makazi ya watu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, maji yalianza kuongezeka kwa kasi tangu usiku wa kuamkia jana, hali iliyosababisha nyumba kadhaa kuzama ndani ya maji. Baadhi ya familia zimeripoti kupoteza mali zao zikiwemo masani, vyakula pamoja na vifaa vya kazi. Mashuhuda wanasema kuwa hali hiyo imezua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi, huku wengi wakilazimika kuhama makazi yao kwa dharura na kutafuta hifadhi katika maeneo ya juu zaidi yasiyoathiriwa na mafuriko. Wengine wameonekana wakijaribu kuokoa vitu vichache walivyoweza kuvibeba kabla ya maji kuongezeka zaidi. Mamlaka za eneo hilo bado hazijatoa takwimu kamili ya idadi ya nyumba zilizoathirika, lakini juhudi za awali zinaendelea ili kusaidia waathirika. Vikosi vya uokoaji pamoja na mashirika ya kiraia vimeanza kujipanga kutoa msaada wa kibinadamu, hususan chakula, maji safi na malazi ya muda.
baadhi ya barabara zimeathiriwa na maji hayo, hali inayosababisha ugumu wa usafiri na shughuli za kila siku kusimama kwa muda. Biashara ndogo ndogo pia zimeathirika, jambo linaloweza kuathiri uchumi wa wakazi wa eneo hilo iwapo hali hii itaendelea. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa mvua zinaweza kuendelea katika siku zijazo, na hivyo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko zaidi katika maeneo ya mabondeni. Wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari, ikiwa ni pamoja na kuepuka kujenga karibu na mito na kufuata maelekezo ya mamlaka husika. Hata hivyo, wakazi wa Uvira wanaendelea kuomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali na wadau wa kibinadamu ili kukabiliana na athari za mafuriko hayo, huku wakihofia kuongezeka kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu pamoja na ukosefu wa huduma muhimu. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha vifo vinavyohusiana na tukio hilo, lakini bado juhudi zinaendelea kufuatiliwa kwa karibu ili wajue matukio mbalimbali ambavyo bado havijapata uthibitisho. Yani wanaendelea kutafuta uthibitisho wa vitu fulani kama vifo au waliojeruhiwa kutokana na tukio hilo la maji ya kufanya mafuriko. Hali ya usalama katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota kufuatia tukio baya la mauaji ya zaidi ya raia 100 katika eneo la Bassa. Tukio hili limebua hofu kubwa na kulaaniwa vikali na mashirika ya kiraia ambayo yanaonya juu ya kuongezeka kwa kasi ya ghasia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa kijamii na vyanzo vya ndani, mauaji hayo yalitekelezwa na watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa ni wanamgambo wanaoendesha mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Ituri. Washambuliaji hao walivamia kijiji hicho kwa ghafla, wakifyatua risasi na kushambulia wakazi kwa kutumia silaha za jadi, hali iliyosababisha watu kadhaa kupoteza maisha, wakiwemo wanawake na watoto. Mashuhuda wanasema kuwa tukio hilo lilikuwa la kikatili na la kushtua, huku baadhi ya familia zikitekelezwa kabisa. Miili ya waathirika ilipatikana katika manyumba zilizochomwa moto, pamoja na wengine walikuwa maeneo ya wazi, yani nje, ishara ya ukubwa wa janga hilo. Wengi wa manusura walilazimika kukimbia na kuelekea maeneo ya jirani wakitafuta hifadhi na usalama. Mashirika ya kiraia katika eneo la Ituri wameelezea wasiwasi wao makubwa kuhusu ongezeko la mashambulizi ya aina hii, wakidai kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya licha ya uwepo wa vikosi vya usalama. Wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kulinda raia na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Mashirika ya kibinadamu yanaonya juu ya hatari ya migogoro ya kibinadamu yanayoendelea kuongezeka kutokana na idadi ya ukubwa ya watu waliokimbia makazi yao. Ukosefu wa chakula, maji safi na huduma za afya ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili waathirika. Kwa upande wake, jeshi la FARDC, yani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na mamlaka za serikali bado hazijatoa taarifa rasmi yenye maelezo ya kina kuhusu tukio hilo, lakini operesheni za kijeshi zinatarajiwa kuimarishwa ili kuwatafuta wahusika wa mashambulizi hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mkoa wa Ituri umekuwa kikumbwa na mivutano au machafuko ya muda mrefu kati ya makundi yenye silaha, hali inayochochea mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wasio na hatia. Wananchi wa eneo la Bassa au la maeneo ya Ituri mashariki mwa DRC katika kijiji cha Bassa na maeneo ya jirani wanaendelea kuishi kwa hofu, huku wakitoa wito wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia juhudi za kurejesha usalama katika maeneo hayo. Hadi kufikia sasa, idadi kamili ya waliopoteza maisha bado haijahesabiwa vizuri, huku juhudi za kuwasaidia manusura zikiendelea. Katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mji wa Uvira, kuna dalili mpya za kurejea kwa utulivu na kuimarika kwa taasisi za serikali.
Hatua hii inajitokeza kupitia kurejeshwa kwa shughuli za mahakama, jambo linalotajwa kuwa ishara muhimu ya amani na utawala wa sheria katika eneo hilo lililokumbwa na changamoto ya kiusalama kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na Gaston Osango ambaye ni mkurugenzi wa baraza la mawaziri katika Wizara ya serikali imeanza mchakato wa kurejesha hatua kwa hatua huduma za haki mjini Uvira. Hatua hii inatekelezwa kufuatia maagizo ya Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Uamuzi huu ulifikiwa baada ya ujumbe wa tathmini uliofanyika mwezi Februari, yani mwezi wa pili mwaka 2026, ambako mamlaka zilithibitisha umuhimu wa kurudisha taasisi za mahakama katika eneo la Uvira lililokuwa limeathiriwa vibaya na hali ya ukosefu wa usalama. Katika hatua za awali, serikali ilitoa kipaumbele kwa kurejesha mahakama ya kijeshi kutokana na hali ya tahadhari ya kiusalama iliyokuwepo. Hata hivyo, kufuatia kuboreka kwa hali hiyo, sasa mahakama ya kiraia imeanza kurejea polepole. Tayari ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama kuu pamoja na mahakama ya amani ya Uvira imeanza tena shughuli zake, hatua inayopokelewa kwa matumaini makubwa na wakazi wa eneo hilo. Akizungumzia changamoto ya upungufu wa majaji na waendesha mashtaka, Osango alieleza kuwa hali hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa na mazingira ya usalama yaliyotikiswa na uwepo wa makundi ya waasi katika eneo la Uvira na maeneo mengine, hususan waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Hata hivyo, alisitiza kuwa juhudi zinaendelea kuhakikisha kuwa watumishi wa mahakama wanarejea kazini na huduma za haki zinapatikana kikamilifu. Kwa upande wake, waziri wa sheria wa mkoa wa Kivu Kusini Faustin Mayani amepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kuu pamoja na juhudi za jeshi la taifa FARDC katika kurejesha hali ya usalama. Amesema kuwa kuanza tena kwa vikao vya mahakama ni ishara kurejea kwa mamlaka ya dola na hatua muhimu katika kupambana na vitendo vya wananchi kujichukulia sheria mkononi. Kwa ushirikiano kati ya serikali kuu na uongozi wa mkoa unaongozwa na gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki, mipango inaendelea kufufua kikamilifu mfumo wa haki wa kiraia. Lengo kuu ni kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na kuhakikisha kuwa haki inapatikana kwa wote kwa njia halali. Kwa ujumla, kurejea kwa shughuli za mahakama mjini Uvira kunatazamwa kama hatua kubwa katika safari ya kurejesha amani, usalama na utawala bora katika mashariki mwa nchi ya DRC. Waziri wengi wanatumaini kuwa juhudi hizi zitaendelea kuzaa matunda na kuleta mabadiliko ya kudumu katika maisha yao ya kila siku. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi acha ni kuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Iran imewasilisha mapendekezo yake kwa Pakistan kwa ajili ya mazungumzo na Marekani. Bei ya mbolea imepanda kwa 80% tangu kuanza kwa vita vya Iran, huku wazalishaji wakubwa wa mbolea wakionya kuwa familia nyingi zitakumbwa na uhaba wa chakula. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefurahishwa na uamuzi wa Marekani wa kumwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila kwa tuhuma za kuhusishwa na kundi la waasi la M23. Joseph Kabila anakuwa na mali ambayo hatujui kwanja mahali aliitosha, alafu analuleta vita kali ndani ya nchi yetu. Mimi kama mumama, mimi nafurahia ile sanction yenyewe mnapatia Kabila juu ile kusema watu wanatatizwa juu ni kupitia yeye. Na kwenye mjadala hii leo tunaangazia siku ya wafanyakazi inayoadhimishwa kila Mei Mosi. Siku hii ni siku muhimu sana kwa sisi wafanyakazi, kwa sababu nakumbuka ile historia iliyopita kwamba kulikuwa na wafanyakazi wenzetu waliokuwa wanapambania haki na maslahi waliokufa, ndio maana hii siku imekuja. Lakini pia sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kama siku muhimu sana kwetu kwa kutuunganisha wafanyakazi wote.
Viwanjani, Crystal Palace yapiga hatua ya kuelekea fainali ya kombe la Europa Conference. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwote. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema kwamba taifa hilo limewasilisha pendekezo lake lipya zaidi la mazungumzo na Marekani kwa Pakistan, ambayo inapatanisha pande hizo mbili. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa, lakini mapema leo Ijumaa, mkuu wa idara ya mahakama ya Iran alisema kwamba nchi hiyo bado inaunga mkono mazungumzo, lakini haitakubali masharti yanayowekwa chini ya vitisho. Siku ya Jumanne, Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba hajaridhishwa na pendekezo la hivi karibuni lililowasilishwa na Iran. Hakuna tarehe mpya ya mazungumzo iliyowekwa, huku ikiripotiwa kwamba Rais Trump amepewa taarifa kuhusu mipango ya mashambulizi mapya ya kijeshi yanayoweza kufanyika. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribisha vikwazo vya Marekani dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila kutokana na kile walichoeleza kuwa ni uungwaji mkono wake kwa waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Marekani inadai kwamba Kabila alitoa msaada wa kifedha kwa AFC M23 na alihamisha wanajeshi kuasi kutoka jeshi la Kongo, na hata alijaribu mashambulizi ya kuvuka mipaka dhidi ya vikosi vya serikali. Zaidi na Faida Ngaga. Maafisa wanasema lengo la Kabila lilikuwa kuyumbisha serikali iliyopo madarakani na kumweka mgombea wa upinzani ili kurejesha ushawishi wa kisiasa. Chini ya uamuzi wa Wizara ya Fedha, mali zote za Kabila nchini Marekani zimezuiwa. Raia na kampuni za Marekani zimepigwa marufuku kufanya biashara naye, na taasisi yoyote anayodhibiti kwa 50% au zaidi pia imewekewa vikwazo. Benki na washirika wa kigeni wameonywa dhidi ya kushirikiana naye kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku ukiukaji ukibeba adhabu kali za makosa ya kiraia au jinai. Septemba mwaka 2025, mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa ilimhukumu kifo bila kuwepo mahakamani kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita na kushirikiana na M23 aliporejea nchini kutoka uhamishoni mapema mwaka huu. Shirika la habari la AFP linasema kuwa jeshi la Mali pamoja na washirika wake mamluki wa Urusi wamejisalimisha katika kambi moja ya kijeshi ya kimkakati, huko mashambulizi ya pamoja dhidi ya utawala wa kijeshi yakifanyika na yakifanywa na waasi wa Tuareg na wanajihadi. Mashambulizi makubwa dhidi ya watawala wa Mali yalianza wiki iliyopita, na makundi hayo yanaendelea kusongea karibu na mji mkuu Bamako. Siku ya Ijumaa, serikali ya kijeshi ya Niger ilisema kuwa kikosi cha pamoja kutoka Niger, Burkina Faso na Mali kilifanya mashambulizi makali ya angani ndani ya eneo la Mali. Ukraine imeshambulia miundombinu ya mafuta katika mji wa bandari wa Tuapse nchini Urusi kwa mara ya 4 katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Makao makuu ya operesheni ya eneo hilo nchini Urusi imesema kuwa kituo cha baharini kimewashwa moto. Maafisa wa eneo hilo wanasema karibu wahudumu 800 wa dharura wametumwa huko Tuapse kukabiliana na moto na kusafisha uchafuzi wa mazingira ambao umeenea sana. Aidha, Ukraine inasema kwamba Urusi ilituma zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku mwanamume mmoja akiuawa alipokuwa akiendesha baiskeli yake huko Kherson. Mwanamume mmoja amefikishwa mahakamani akikabiliwa na shtaka la kujaribu kuua baada ya wanaume wawili Wayahudi kuchomwa kisu kaskazini mwa London siku ya Jumatano. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 45 ameshtakiwa kwa makosa mawili ya kujaribu kuua na shtaka moja la kupatikana na kifaa chenye ncha kali katika eneo la umma kuhusiana na tukio hilo la Jumatano. Pia ameshtakiwa kwa jaribio la mauaji kuhusiana na tukio tofauti katika mtaa wa Great Dover huko Southwark mapema siku hiyo hiyo. Siku ya Alhamisi, kiwango cha tishio la ugaidi nchini Uingereza kilipandishwa kufuatia shambulio la kisu dhidi ya wanaume wawili wa Kiyahudi. Serikali inasema kuwa kupandishwa kwa kiwango cha tishio hakukutokana tu na shambulio la Golders Green, bali pia kumechochewa na ongezeko la vitisho vya kijihadi na vya mrengo mkali wa kulia.
Wanaharakati wote isipokuwa wawili waliokuwa wamekamatwa na majeshi ya Israel baada ya msafara wao uliokuwa ukielekea Gaza kuzuiwa wameachiliwa huru nchini Ugiriki. Hapo jana wanaharakati 175 waliokuwa ndani ya boti 22 zilizokuwa zimebeba misaada kuelekea eneo la Gaza walikamatwa karibu na kisiwa cha Krete. Waandaji wa msafara huo wa flotila walilaani hatua hiyo wakiuita uharamia, wakisema kwamba wanachama wao walikamatwa kinyume cha sheria na walikamatwa zaidi ya kilomita 900 kutoka Gaza katika eneo la maji ya kimataifa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israel kwa upande wake iliuita msafara huo kuwa mbinu ya kujipatia umaarufu tu. Hii ni BBC. Shukran sana Felix Mote kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM redio ya shirika mbalimbali. Nchini Tanzania ni Radio 1, Classic FM na Radio 5. Nchini Kenya ni Pamoja FM, County FM na Mwenedu FM. Uganda kuna Radio Kitara, Radio Paidha na Radio Kitara. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Yapo pia kwenye tovuti yetu, Facebook na YouTube, BBC News Swahili. Jioni hii uko na Sarafina Robi na mwenzangu ni Karo Robi. Karibu Karo. Asante Sarafina. Msikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako vyombo vya habari vya Iran vinaripoti kuwa Iran imewasilisha mapendekezo yake kwa Pakistan kwa ajili ya mazungumzo na Marekani. Maelezo zaidi kuhusu mapendekezo hayo hayajatolewa, ila mapema hii leo idara ya mahakama ya Iran ilisema nchi hiyo iko tayari kwa mazungumzo, lakini haitokubali kuwekwa masharti yanayotolewa na vitisho. Haya yanajiri huku muda unaohitajika kisheria kwa Rais Donald Trump kupata idhini ya bunge la Marekani kuendelea na vita dhidi ya Iran ukiyoyoma. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. I remind you, and my generation understands how long we were in Iraq. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kuwa Rais Donald Trump halazimiki kwa vyovyote kufuata sheria za mamlaka ya vita, yani War Powers Resolution, kwa sababu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na Iran yamesitishwa kwa muda. Hata hivyo, Iran imesema kuwa Marekani inavyozidi kuendelea kuzuia bandari zake ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri huyo wa ulinzi amesisitiza kuwa muda wa mwisho kwa utawala wa Rais Trump kutafuta idhini kutoka kwa bunge kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran umesimamishwa kwa sasa. Hegseth alikuwa akijibu maswali kutoka kwa wajumbe wa bunge la Seneti siku ya Alhamisi. Ijumaa hii itakuwa siku ya 60 tangu Rais Donald Trump alipoarifu rasmi bunge la Marekani kuhusu mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 2 mwezi Machi. Sheria ya Marekani inamtaka rais kusitisha matumizi yoyote ya vikosi vya kijeshi vya Marekani ndani ya siku 60 baada ya taarifa hiyo kutolewa, isipokuwa bunge iliruhusu operesheni hiyo kuendelea. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani amesema kuwa mapigano dhidi ya Iran yamesitishwa, akisisitiza kwamba makubaliano ya kusitishwa mapigano yamekuwa yakitekelezwa tangu mwanzoni mwa mwezi Aprili. Lakini licha ya usitishaji huo wa mapigano, pande hizo mbili bado hazijafikia makubaliano ya muda mrefu kupitia mazungumzo. Wakati huo njia muhimu ya bahari ya Mlango wa Hormuz bado imefungwa kwa kiasi kikubwa, hali ambayo inaendelea kusababisha athari za kiuchumi duniani kote. Sehemu muhimu ya sheria ya Marekani inayojulikana kama Azimio la Mamlaka ya Vita, War Powers Resolution, ambalo limekuwepo kwa miongo kadhaa, inaweka masharti kwa rais ndani ya siku 60 za kalenda baada ya kutumia vikosi vya jeshi la Marekani katika mapigano. Sheria hiyo inamtaka rais kusitisha matumizi ya vikosi hivyo isipokuwa bunge la Marekani litangaze rasmi vita au limruhusu rais kuongeza muda wa hadi siku 30 kwa ajili ya kuwaondoa wanajeshi haraka kutoka eneo la mapigano. Sheria hiyo ilipitishwa mwaka 1973 ili kupunguza uwezo wa aliyekuwa rais wa Marekani Richard Nixon kuendelea na vita nchini Vietnam. Afisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump amesema kwamba kwa mujibu wa Azimio la Mamlaka ya Vita, mapigano yaliyoanza Jumamosi Februari 28 yamesitishwa. Afisa huyo alisisitiza kuwa usitishaji wa awali wa mapigano wa wiki 2 umeongezwa na kuongeza kwamba hakujakuwa na mashambulizi yoyote kati ya Marekani na Iran tangu tarehe 7 mwezi Aprili. Nastia Mohamed, Dira Dunia, BBC. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikukumbushe tena kufanya kitu moja: hakikisha una subscribe, una like na comment, pia una share na kusengele banasema unajiabone na comment vile vile
una partage. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagula Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Na basi jina langu mimi ni Ite George Idi, nikiendelea kutangaza kupitia mtandao wetu wa YouTube kila siku asubuhi na mchana. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane basi katika taarifa za habari za mchana au jioni.